Mtazamaji wa Mananti Digital, hapa nipo katika uwanja wa KMC Complex ambapo kama ambavyo unaona wachezaji wa Mbeya City wanakumwanya wakifanya mazoezi kwa ajili ya kuelekea mchezo wa kesho wa hatua ya robo finali dhidi ya Simba Sports Club ambao muda mchache wao walikuwa hapa wakifanya mazoezi kwa ajili ya mchezo huo wa kesho wa kombe la shirikisho ama FA ambayo itapigwa hapo kesho. Na utakumbuka kikosi cha Mbeya City kama ambavyo nakiona kikiendelea kufanya mazoezi hapo kimekuwa na msimu bora katika ligi ya Championship kikiwa nafasi ya pili na pointi 56 nyuma ya vinara wa ligi ya Mtibwa Sugar ambayo ina pointi 60. Na kesho watakuwa na kibarua kingine baada ya kuyatoa Azam FC. Kesho watakuwa na kibarua kingine cha kujiuliza mbele ya Simba ambayo imeitoka au ina kumbukumbu nzuri katika mchezo wa mwisho ambao ilikuwa imeitoa Al Masry ya Misri katika kombe la shirikisho barani Afrika hatua robo finali, na sasa inaelekea hatua ya nusu finali. Na kama ambavyo baada kikosi kufika tayari nahodha kikosi hicho Eliud Ambokile aliweza kuzungumzia namna ambavyo amejipanga kuelekea mchezo huo, huku akigusia kwamba wao hawazungumzii au hawaangalii zaidi mchezo uliopita dhidi ya Azam kama kuwapa morali kuweza kufanya vizuri, isipokuwa wao wamejiandaa kwa ajili ya kufanya vizuri mchezo wa kesho. Natambua mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na aina ya mpinzani wanaenda kukutana nao, lakini wamejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanashinda na kufuzu hatua ya nusu finali, kama ambavyo pia kocha Malale 50 ambaye amejiunga na kikosi hicho hivi karibuni akichukua nafasi ya Salum Mayanga aliyejiunga na Mashujaa ambao anashiriki ligi kuu wazee wa mapigo na mwendo, naye akizungumzia kwamba mbinu pekee ndizo ambazo zitawasaidia kuweza kufuzu hatua ya nusu finali. Kwanza nianze kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha Dar es Salaam salama. Pia niwashukuru wachezaji wenzangu kwa kufika salama, kwa sababu kinachofuata sasa hizi hapa ni mechi na Simba, lakini siwezi kuzungumzia sana mechi ya Azam, lakini nitazungumzia mechi hii hapa ambayo ni ya muhimu ambayo itakuwa ni ya kesho. Lakini kama si wachezaji wote wamejiandaa vizuri kuhakikisha mechi ya kesho wanapambana na kupata ushindi. Lakini kingine, Simba ni timu kubwa na sio timu ndogo, lakini sisi tutacheza kwa kuheshimu, kuhakikisha na sisi tunacheza kwa kuheshimu na kuhakikisha tunapata pointi 3 kesho. Kuna maelekezo pengine mwalimu amewapa na vitu vya kufanya ambavyo pengine mtakwenda kufanya kesho? Maelekezo na yeye nadhani ni yale yale, lakini kikubwa lazima kesho tuingie kwa tahadhari. Haitakuwa mechi rahisi, lakini asilimia kubwa tutafuata mfumo wetu ambao tunacheza ili tupambane, tuhakikishe tuna sogea tu inayofuata. Ingawa mechi haitakuwa rahisi, lakini tunajua Simba timu kubwa. Kwa hiyo tutashukuru tu Mungu kwa chochote kitakitokea hapo, lakini kikubwa sisi tuna imani tutapata matokeo mazuri. Nyinyi kama wachezaji sasa mnamasichana nini, mnazungumza nini kuelekea mechi hiyo sasa hivi? Mimi naweza kusema tunachozungumza ni kuhakikisha tunashinda mechi ya kesho tuweze kuvuka hatua inayofuata. Hamna kingine zaidi. Ukitazama Simba wametoka kushinda mechi yao iliyopita na kutinga hatua ya nusu finali ya michuano mikubwa ya shirikisho barani Afrika. Hii inaenda kuleta ugumu kiasi gani kwa upande wenu? Ugumu upo, lakini nadhani dakika 90 zitaamua nani anaweza kuvuka hatua inayofuata. Ushindi na Azam FC hatua iliyopita inaenda kuwapa morali pia kwenda kukutana na Simba. Ndio maana nimesema hivi, siwezi kuzungumzia sana mechi ya Azam kwa sababu mechi ya Azam ishapita, lakini kikubwa sisi tunazungumzia mechi ya kesho ambayo tunacheza na Simba Sports Club. Lakini ndio maana nimesema kikubwa kabisa sisi hapa tumejiandaa kwa ajili ya kupambana kisha tunashinda mechi ya kesho. Kwa sababu kama tuzungumzie mechi iliyopita huwa mara nyingi tunakuwa tunakosea, lakini sisi tunafocus sana mechi ya kesho. Ile tushaimaliza, tushaiacha, tunafocus na kesho. Kwenye mechi kama hizi timu nyingi ama madaraja ya kati wachezaji huwa wanatumia fursa hii kwenda kujitangaza pia wenyewe. Nyewe kama wachezaji huwa mnazungumza nini zaidi kwa ajili ya manufaa yenu kwa ujumla? Wachezaji huwa wanajadili vitu vingi. Cha kwanza ninaweza ngazungumza kwa mfano mechi ya kesho. Cha kwanza wachezaji wanazungumza kuonyesha performance nzuri. Hakuna mtu ambaye anatamani akafanye vibaya pale. Kila mtu anahitaji akafanye performance nzuri ili akajiweke sokoni kuhakikisha msimu unaofuata aweze kupata timu nyingine. Lakini asilimia kubwa kwa timu yangu mimi vijana na zamani wamejiandaa kuhakikisha wanapambana kwa ajili ya mechi ya kesho. Uzuri kwenye kikosi chenu bana, kuna wachezaji wengi wazoefu, na hii sio mechi ya mara ya kwanza mnacheza na Simba. Tuseme kama wewe, Peter Mwalianzi, Mudathiri, ni wengi na uzoefu wa hivi. Nyinyi wazoefu mna chochote pengine mmepata wakati wa kuzungumza na wachezaji wachanga ambao wapo kwenye kikosi? Nini hasa kinapaswa kufanyika kwenye michezo kama hii ambayo inakutanisha majiant hawa wakubwa na timu kama aina ya ambayo uko sasa? Unachozungumza ni kweli, sisi kama watu wakubwa katika timu yetu, lakini asilimia kubwa huwa tunaongea na vijana na kuwashauri nini kifanyike na waweze kusikiliza ili tuweze kushinda mechi ya kesho. Lakini asilimia kubwa vijana waliopo wengi ni wasikivu, wanajua nini cha kufanya
na wanaelewa tutakachowaambia, lakini na imani mechi ya kesho utaona hata mwenyeji jinsi wanavyopambana na kuhakikisha wanapata magoli ili kuweza kusonga hatua inayofuata. Na mshukuru zaidi Mwenyezi Mungu, tumeingia Dar kwenye hali nzuri, ni wazima wote, na leo hapa kama mnavyotuona hapa ni mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho zidi na wapinzani wetu, timu nzuri, timu kubwa. Kwa namna ambavyo umecheza hatua iliyopita, ukifanikiwa kuondosha mwanafainali kwa msimu uliopita kwa maana ya Azam FC, na kwenda kukutana na Simba ambayo inatamani kwenda kucheza hatua ya fainali kwa msimu huu, unadhani itakuwa ni rahisi kiasi gani au ni ngumu kiasi gani kwa upande wenu? Jambo la mwanzo, na ndio maana nimeliongea mwanzo, ni mechi ya kesho, ni mechi ngumu, inahitaji mbinu zaidi, inahitaji ni akili zaidi. Ukiangalia timu ya Simba jinsi ilivyo, ni timu kubwa, alafu ukiangalia juzi tu wametoka katika ni mechi kubwa, wamewini. Yani ni uhakika wetu mkubwa, wanaingia kwenye mechi ya kesho wana confidence, wana morali nzuri, lakini hata sisi tumelitambua hilo, na vijana wangu ndio maana leo nawaandaa hapa ili walifahamu, lakini hata sisi Mbeya City si wanyonge sana usema ukweli kwenye mechi ya kesho. Tumejiandaa vyema, na uhakika wangu mzuri ni game ya kesho, ni game nzuri yenye ufundi na mbinu zaidi. Mnaenda kukutana na Simba, mnazungumza nini na wachezaji? Wanapenda kukutana na timu kubwa kama Simba kwa faida yao pia, lakini kwa faida ya timu. Yani sisi hatuliongelei sasa na Simba. Mimi hapa ninaiongelea zaidi timu yangu ni ya Mbeya City. Tumejiandaa vipi kuikabili Simba. Sasa hatuiongelee kama Simba ni timu kubwa, ni wao, lakini hata vile vile Mbeya City sio timu ndogo. Mbeya City nao timu kubwa, inajulikanika nchi hii. Sasa ni kwa maana hiyo ndio maana nimesema mwanzo, mchezo wa kesho ni mechi moja nzuri na ngumu zaidi kwa pande zote mbili. Tutarajie game ya namna gani? Ndio maana nimesema mwanzo, ni mechi ya kesho, ni mechi ya mbinu. Usipofanya mbinu kwenye mechi ya kesho utapotea ni mapema zaidi. Sasa sisi tumejipanga, yani mbinu ziwe nyingi kuliko ni individual. Kocha, Mbeya City imefanikiwa kutoa mchezaji bora wa mwezi Mwani Tobias. Hii inawapa hamasa kiasi gani kuelekea kukutana na Simba Sports Club? Ndio maana tumelisema hilo, yani unapotoa ni mchezaji bora inajengwa ni morali zaidi kwenye timu, kila mchezaji anahitaji hilo, yani hicho kitu awe nacho. Basi mpaka kufikia hapo mimi hatuna la ziada. Ulikuwa nami Daudi Elbasi, kwenye kamera yupo Hatibu Mgeja ambaye alikuwa anahakikisha na kupata kila kitu ambacho kilikuwa kinajiri hapa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam.